ambao naamini wanaweza wakafanya vizuri. Wa kwanza ni Clement Mzize, mchezaji ambaye amekuwa bora, japokuwa amekuwa bora sana, japokuwa kwenye hizi mechi kubwa bado haja prove ukimlinganisha na Kibu, lakini kwa huu msimu kiukweli Clement amekuwa mchezaji muhimu sana kwa klabu ya Yanga. Na kuna mechi kwa mfano za kimataifa, ile mechi dhidi ya TP Mazembe alisaidia klabu yake, alifunga mabao 2 katika ule mchezo. Na msimu huu pia mpaka sasa hivi kwenye ligi ana mabao 13. Kiukweli amekuwa na kiwango bora sana Clement Mzize. Mwingine ambaye naamini atakuwa na wakati mzuri ni Pacome Zouzoua, mchezaji ambaye kwa msimu huu licha ya majeraha ya mara kwa mara, lakini kila akipata nafasi amekuwa na kiwango bora, na ndio maana katika michezo 22 aliocheza kuna michezo 7 amekuwa man of the match. Hiyo sio kitu ya kawaida, unajua. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo mkubwa, na akili yake akiwa ndani ya uwanja, namna ambavyo ana uwezo wa kuwatoka walinzi wa timu pinzani, namna ambavyo yeye ana uwezo wa kufunga, na ni mchezaji ambaye wa kuogopa, kwa sababu uwepo wake ndani ya uwanja inaweza kufanya walinzi wawili wao wanamzingatia yeye na kutoa mwanya kwa wachezaji wengine kupata nafasi. Kwa hiyo huyo ni mchezaji ambaye ni wa pili kwa Yanga, naamini atakuwa na wakati mzuri. Mchezaji wa tatu ni Max. Max naye ni mchezaji ambaye amekuwa akiwafunga Simba. Utakumbuka kwenye zile goli 5 alifunga, lakini kwenye ule ushindi wa bao 1-0 kwenye mchezo wa ngao ya jamii, kwenye mchezo wa ngao ya jamii alifunga bao pia. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye naamini, au ni wachezaji watatu ambao naamini watakuwa na wakati mzuri kwa upande wa klabu ya Yanga. Lakini wachezaji ambao wanaweza wakafanya makosa ni eneo la goalkeeper pia. Unajua Djigui Diarra ni goalkeeper mzuri, lakini naye kuna mistakes ambazo anazifanya msimu huu katika mabao. Unajua Yanga wameruhusu mabao 10, lakini kuna yale mabao 2 ambao hakuwepo Diarra. Ile mechi ambayo Yanga walishinda mabao 3-2 dhidi ya Mashujaa, alikuwa Abubakar Homein. Kwa katika mechi ambazo Diarra amecheza kuna makosa ambayo pia naye ameyafanya kama goalkeeper. Kama utakumbuka kwenye ile mechi ambayo alicheza dhidi ya Singida Black Stars, Yanga wanashinda 2-1, kuna Diarra alikuwa amedaka mpira akautema vibaya, ukamkuta Soa akafunga. Yeye ilikuwa ni makosa ya moja kwa moja ya goalkeeper. Lakini ile mechi dhidi ya Ken Gold ilikuwa ni pia positioning ya goalkeeper Djigui Diarra, hakuwa katika eneo lake. Selemani Bwenzi akafunga mpira, akafunga goli akitokea mbali. Kwa hiyo ni goalkeeper ambaye naamini kutokana na uwezo wa Simba, ina watu pia ambao wanaweza wakafunga. Jean Charles Ahoua, Eli Mpanzu, lakini kina Steven Dese Mokwala.